Vumbi la uwanja wa chuo kikuu la biashara lilikuwa limejaza anga, wanafunzi wakikimbizana huku na kule, wakihangaika na mihadhara ya mwisho wa muhula. Kati ya sura zote, zilikuwa mbili zinazong'aa kwa urafiki wa kweli, Neema na Sifa. Waliitwa mapacha wa biashara kwa sababu kila mara walionekana pamoja, darasani, kantini, na hata kwenye maktaba usiku wa manane. Neema alikuwa mchangamfu kupindukia. Alikuwa na ndoto kubwa za kuwa mwanamke wa nguvu, meneja wa kampuni kubwa, mwenye gari zuri na ofisi yenye kiyoyozi. Sifa aliwahi kumwambia mara kadhaa, siku moja nitavaa suti kali, nitasaini mikataba mikubwa, na watu wataniheshimu. Sifa, kwa upande wake, alikuwa tofauti, mnyenyekevu, mwenye sauti ya upole na macho yanayoonyesha hekima. Alikuwa akimwangalia Neema akitabasamu, akijibu kwa utulivu, ndiyo rafiki yangu, lakini usisahau kuwa heshima ya kweli inatoka ndani, si kwenye cheo. Walifanya kila kitu pamoja. Waliandaa miradi ya kikundi, wakalima bustani ya chuo kwa ajili ya mradi wa ujasiriamali, na hata walilala chumba kimoja kwenye hosteli ndogo ya wasichana. Kila mtu chuoni alijua urafiki wao haukuwa wa kawaida. Walikuwa kama dada waliozaliwa siku moja, tofauti tu majina. Lakini tabia zao zilikuwa kinyume kabisa. Neema alipenda kujitokeza, alikuwa akivaa vizuri, akizungumza kwa ujasiri, na kila mara alikuwa msemaji wa kundi. Sifa alipenda kufanya kazi kimya kimya, bila majigambo. Alijua thamani ya kazi ngumu, lakini hakuwahi kujigamba hata alipofanikiwa. Siku moja, walipokuwa wakikaa chini ya mti mkubwa karibu na ukumbi wa mihadhara, Neema alimuuliza, Sifa, unajiona wapi baada ya miaka 5? Sifa alitabasamu akasema, popote Mungu ataniongoza. Si lazima niwe juu, ila nataka niwe sehemu inayowasaidia wengine. Neema alicheka kidogo, hiyo ni nzuri, lakini mimi nataka niwe juu kabisa. Sitaki kufanya kazi ndogo ndogo. Maneno hayo yalionekana ya kawaida, lakini yalibeba mbegu ya maisha yajayo. Wakati huo hawakujua kwamba ndoto na mitazamo yao juu ya ukubwa na unyenyekevu zingewapeleka njia tofauti kabisa. Chuo kilipomalizika, kila mmoja alichukua mkoba wake, akauanza ukurasa mpya wa maisha, ukurasa ambao ungemfundisha mmoja wao maana ya kweli ya heshima na utu. Miaka 3 ilikuwa imepita tangu Neema na Sifa walipopewa vyeti vyao vya kuhitimu. Mavumbi ya furaha ya siku ya mahafali yalikuwa yamepotea, na sasa maisha halisi yalikuwa yameanza kuonyesha sura yake. Neema alikuwa miongoni mwa wale wachache waliobahatika kupata kazi mapema. Kupitia maonesho ya ajira chuoni, alikutana na mwakilishi wa kampuni kubwa ya huduma za usafi ya kimataifa, Bright Clean Services, ambayo ilikuwa na matawi kote nchini. Kwa kujiamini na ufasaha wake wa kuzungumza, aliweza kupata nafasi ya assistant manager. Siku aliyopokea barua ya ajira, aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, hatua ya kwanza kuelekea kuwa mwanamke wa mafanikio. Suti zinakuja. Alianza kazi kwa bidii kubwa. Kila siku aliingia kazini akiwa na suti mpya, harufu ya manukato ya bei ghali, na tabasamu lililojawa na fahari. Wenzake walimpenda kwa utendaji wake, lakini walihisi ndani yake kuna kitu cha kujivuna, kama mtu anayehisi yuko daraja la juu kuliko wengine. Hata hivyo, uwezo wake wa kupanga kazi na nidhamu yake vilimfanya apande cheo haraka. Baada ya mwaka mmoja tu, akateuliwa kuwa meneja wa tawi jipya lililofunguliwa jijini. Maisha yake yakabadilika. Alihamia kwenye nyumba nzuri, akanunua gari dogo, na akawa mtu wa hadhi kwenye mitandao ya kijamii. Boss Lady Neema, ndivyo walivyomuita. Lakini katika kila picha aliyoposti, kulikuwa na jambo moja lisiloonekana, upweke. Wakati huo huo, Sifa alikuwa kwenye upande mwingine wa maisha. Alikuwa bado anahangaika kutuma barua za maombi ya kazi. Kila asubuhi alienda kwenye kuandika CV mpya, na kila jioni alirudi nyumbani akiwa na matumaini mapya. Wengine walianza kumcheka, wakisema, wewe na elimu yako ya biashara ya chuo, bado uko nyumbani. Lakini Sifa hakukata tamaa. Alijua Mungu hachelewi, anachelewesha kwa kusudi. Mara kadhaa alimwandikia Neema ujumbe wa salamu, akimpongeza kwa mafanikio yake, lakini mara nyingi hakupata jibu. Neema alikuwa ameanza kuona dunia kwa macho ya cheo na suti, akidhani wale waliobaki nyuma hawastahili muda wake. Sifa aliendelea kuamini, kwa utulivu wake ule ule wa chuoni, Mungu akitaka kukuinua, hata chooni ataweka ngazi ya kupanda. Hakujua kwamba maneno hayo yangekuwa unabii wa safari yake ijayo. Jua lilikuwa kali, moshi wa magari ukipaa hewani, na kelele za bodaboda zikichanganyika na makelele ya wauzaji mitaani. Huo ulikuwa mwanzo wa safari mpya ya Sifa mjini. Mikono yake ilikuwa imeshika bahasha ya kaki yenye maandiko makubwa,
curriculum vitae, na moyo wake ulikuwa umejaa tumaini, tumaini la kuanza upya. Alishuka kwenye basi akiwa na pochi yenye fedha kidogo tu, akipanga bajeti ya kila senti. Nitakaa kwa shangazi wiki moja, nikikosa kazi, basi nitajua. Mungu ana mpango mwingine, alijiambia akitembea taratibu kuelekea makazi ya muda. Siku ya kwanza, aliamka alfajiri. Alivaa blauzi yake nyeupe na sketi ya ofisini iliyokuwa imepoteza rangi kidogo kwa matumizi, lakini bado safi na nadhifu. Alisali kimoyomoyo, Mungu, nifungulie mlango leo. Sitaki kazi kubwa, nataka kazi halali. Akaanza kutembea ofisi hadi ofisi, akigonga milango, akiuliza kwa adabu, samahani, mnahitaji wafanyakazi? Wengine walimjibu kwa haraka, hapana kwa sasa. Wengine walimwangalia kutoka juu hadi chini na kumfunga mlango bila neno. Lakini hakuacha. Kila jibu la hapana lilimfanya aseme kimoyomoyo, labda mlango unaofuata. Ilipofika jioni, miguu yake ilikuwa imechoka na moyo wake ukawa mzito. Alipokuwa karibu kurejea, aliona bango kubwa lililoandikwa Bright Clean Services Ltd. Tunapanua huduma, nafasi zinapatikana kwa wafanyakazi wapya. Alisimama mbele ya jengo hilo akitabasamu kwa matumaini mapya. Usafi si tatizo. Kazi ni kazi, akasema kwa sauti ya kujiamini. Aliingia ndani na kuuliza sehemu ya maombi. Mfanyakazi wa mapokezi alimpa fomu, akasema, unaweza kuomba nafasi yoyote inayopatikana, meneja wetu atakagua majina kesho. Sifa akashukuru, akajaza fomu kwa makini, akatia saini chini kwa ujasiri. Hakujua chochote kuhusu meneja wa tawi hilo, hakujua kwamba jina lililoandikwa juu ya mlango wa ofisi lilikuwa Meneja Neema L. Usiku huo alilala na furaha moyoni, akiwa haelewi kwamba kesho asubuhi angesimama uso kwa uso na rafiki yake wa zamani wa chuo. Rafiki ambaye angemfundisha maana halisi ya kiburi na rehema, katika njia isiyotarajiwa kabisa. Asubuhi ilipowadia, Sifa alivaa nguo zake safi, blauzi ya rangi ya cream na sketi nyeusi iliyopigwa pasi vizuri. Alipuliza manukato ya bei nafuu aliyobakiza kidogo kwenye chupa, kisha akachukua bahasha yake ya CV kwa matumaini. Moyo wake ulijaa shauku. Aliamini siku hiyo ingetofautiana na zingine. Alipofika kwenye jengo la Bright Clean Services, alisalimiana na mlinzi kwa adabu, akapewa ruhusa ya kupanda ghorofa ya pili, ambako mahojiano yalifanyika. Alipokaribia mlango wenye maandishi makubwa, Meneja Neema L., moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Alisoma jina hilo mara mbili, macho yakapanuka. Neema? Si ana jina kama rafiki yangu wa chuo, alijiuliza. Akaomba kuingia. Mlango ulipofunguliwa, pumzi yake ilikatika kwa mshangao. Pale mezani, akionekana mwenye haiba na ujasiri, alikuwa Neema, rafiki yake wa chuo, akiwa amekaa kwenye kiti cha meneja, amevalia suti ya kijivu na miwani ya kisasa. Sifa alishindwa kujizuia, macho yakijaa machozi ya furaha. Alikimbilia kwa hisia na kusema kwa sauti ya upendo, rafiki yangu, nilijua Mungu atanifungulia mlango. Siamini kama ni wewe, Neema wangu wa chuo. Kwa sekunde chache, ukimya ulitawala. Neema alimwangalia juu chini, tabasamu lake likiwa na mchanganyiko wa mshangao na majivuno. Akasimama taratibu, lakini badala ya kumkumbatia kama zamani, aliweka mikono kiunoni na kusema kwa sauti ya mamlaka, Sifa, muda kweli umetembea. Pole sana rafiki, lakini kwa sasa nafasi tulizonazo ni za wasaidizi wa usafi tu, chooni hasa. Maneno yale yalimgonga Sifa kama baridi kali ya ghafla. Alisikia moyo wake ukidunda kwa uchungu, lakini hakusema neno. Neema aliendelea akitabasamu kwa kujifanya, najua huna kazi kwa muda, unaweza kuanza huko, angalau utapata cha kufanya. Sifa akavuta pumzi ndefu, akajibu kwa upole, asante Neema. Kazi yoyote ya halali ni baraka. Nitaifanya kwa moyo wangu wote. Neema alicheka kwa sauti ndogo akisema, huo ndio moyo wa chini unaofaa kazi kama hizo. Sifa alitoka ofisini akiwa na hisia mchanganyiko. Furaha kwa kupata kazi, lakini huzuni kwa kugundua kwamba urafiki wa kweli wa chuo ulikuwa umefutwa na cheo na suti. Hakujua kwamba siku moja, maneno yale yale ya dharau yangekuwa tiketi ya Neema kushuka chini na yeye kuinuliwa juu. Siku ya kwanza ya kazi, Sifa aliwasili mapema zaidi ya wafanyakazi wote. Alikuwa amevaa sare ya rangi ya buluu iliyotolewa na kampuni, nguo ya kawaida ya wafanyakazi wa usafi, mikononi akiwa na ndoo, brush na sabuni. Alisimama kwa sekunde chache nje ya jengo, akitazama maandishi makubwa yaliyosomeka, Bright Clean Services, usafi ni utu.
akajisemea kimoyomoyo, ndiyo, usafi ni utu kweli. Kila alipoinama kufagia, moyo wake haukuwa na malalamiko. Alifanya kila kazi kwa heshima, akiamini kuwa hakuna kazi ndogo mbele za Mungu. Wenzake walianza kumwangalia kwa mshangao. Hawakuelewa ni kwa nini msichana mwenye elimu, anayezungumza kwa adabu na kuandika kwa ufasaha, alikuwa tayari kusafisha vyoo bila maneno ya kulalamika. Sifa alikuwa tofauti. Alipomaliza kusafisha choo, alihakikisha kioo kinang'aa, sakafu haina doa na harufu ya sabuni inajaza hewa. Mara nyingi, wateja waliokuwa wakitumia eneo hilo walimpongeza bila kujua ni nani hasa aliyefanya kazi hiyo kwa uangalifu wa kipekee. Yule dada wa usafi ni wa ajabu sana, mmoja wa wafanyakazi alisema siku moja. Kama tungekuwa na watu kama yeye 10, kampuni ingekuwa mfano. Lakini maneno hayo hayakumfurahisha Neema hata kidogo. Kila alipomsikia mtu akimsifu Sifa, moyo wake ulijawa na wivu wa kimya. Mara nyingi alipokuwa akipita karibu na eneo la usafi, alisimama kidogo na kusema kwa sauti ya kejeli, Sifa, hakikisha choo kinang'aa kweli. Hiyo ndio kazi yako sasa, usituangushe. Sifa angeinua kichwa, atabasamu kwa upole na kujibu, usijali meneja, nitahakikisha kila kitu kipo sawa. Wafanyakazi wengine waliona tofauti kati ya viongozi wawili hao. Neema alikuwa anatoa amri kwa sauti ya ubabe, wakati Sifa alikuwa ananyenyekea lakini mwenye heshima na upendo. Kadiri siku zilivyopita, wengi walianza kumheshimu Sifa kimya kimya. Walimuona kama mtu mwenye moyo wa dhahabu, ambaye hakuruhusu kiburi wala aibu kumzuia kufanya kazi yake kwa uadilifu. Lakini kwa Neema, kila siku ilionekana kama changamoto ya kuonyesha kwamba yeye yuko juu. Hakujua kwamba Mungu alikuwa akitumia kazi hiyo ndogo ya chooni kuandaa uhalisia wa somo kubwa, somo la moyo wa mwanadamu. Siku moja asubuhi, hali ya taharuki ilitanda katika kampuni. Habari zilisambaa kwa kasi. Mkurugenzi mkuu kutoka makao makuu anakuja leo bila taarifa. Wafanyakazi walikimbia huku na huko, wakijaribu kusafisha madirisha, kupanga faili na kutengeneza mazingira yao ya kazi ili yaonekane bora. Wengine walionekana wakijificha nyuma ya viti, wakijaribu kukumbuka majina ya miradi walioisahau. Sifa, akiwa kazini kama kawaida, hakujua chochote kuhusu ziara hiyo. Aliendelea kufagia, kupangusa na kuhakikisha kila eneo ni safi, hasa chooni, sehemu aliyochukulia kama eneo lake la heshima. Alipokuwa akipiga mswaki sakafu, akihisi jasho likitiririka usoni mwake, hakujua kwamba macho ya watu muhimu yalikuwa yakimwangalia. Mkurugenzi mkuu, mzee mwenye heshima na busara, alitembea akifuatana na mameneja wa tawi hilo. Wote walionekana na hofu kubwa. Alipofika kwenye ofisi kuu, alikunja uso. Mbona madirisha ni machafu hivi? Na dawati hili limejaa vumbi? Mameneja wakaanza kutetemeka. Walijaribu kutoa visingizio, lakini mzee hakutaka kusikia. Aliendelea kukagua sehemu mbalimbali za jengo, akikuna kichwa kwa mshangao. Alipofika eneo la choo, macho yake yalipanuka kwa mshangao na tabasamu likamrejea. Subiri kidogo, alisema akiinama kuangalia kwa makini. Hapa ndipo sehemu pekee iliyo safi kweli. Harufu nzuri, sakafu inang'aa kama kioo. Wote walibaki kimya. Mkurugenzi akageuka kwa sauti ya mamlaka. Nani anayehusika na usafi wa hapa? Sifa alipoitwa, aliingia kwa aibu, mikono ikiwa na ndoo na brashi. Mkurugenzi alimwangalia kwa makini, kisha akasema kwa sauti ya heshima, binti, umefanya kazi ya mfano. Ingekuwa kila mtu anajali wajibu wake kama wewe, kampuni hii ingekuwa bora zaidi barani Afrika. Wengine walibaki midomo wazi, akiwemo Neema ambaye alitabasamu kwa jicho la wivu. Sifa alishusha macho, akasema kwa upole, nafanya nilichopewa, bosi. Kila kazi ni heshima, hata kama ni chooni. Maneno hayo yalimgusa mkurugenzi moja kwa moja moyoni. Akaahidi kitu ambacho kingebadilisha maisha ya Sifa milele. Baada ya kushangazwa na usafi wa choo na harufu ya marashi safi iliyosambaa humo, mkurugenzi mkuu aligeuka kwa upole na kuuliza, ni nani anayesimamia eneo hili? Wote walitazamana kimya, kana kwamba walikuwa wameulizwa swali gumu. Hatimaye mmoja wa wasaidizi wa ofisi akasema, Mheshimiwa, anayehusika ni yule dada wa usafi anayeitwa Sifa. Mkurugenzi alikunja uso. Dada wa usafi? Unamaanisha huyu ndiye aliyetunza sehemu hii kwa kiwango hiki cha juu? Wote wakatikisa vichwa kwa heshima. Basi naomba nimuone mara moja, alisema kwa sauti ya mamlaka lakini yenye upole.
Dakika chache baadaye, Sifa alijitokeza akiwa bado amevaa sare yake ya usafi, mikono yake ikinuka sabuni, uso wake ukiwa na tabasamu la heshima. "Mimi ndiye ninayesimamia eneo hili mheshimiwa," alisema kwa unyenyekevu. Mkurugenzi alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akamkaribisha akae. Wengine walishangaa. Ilikuwa mara ya kwanza kuona mkurugenzi akimuita mfanyakazi wa usafi akae naye meza moja. "Binti yangu," alisema, "nimeona kazi zako na ninashangaa. Ni nini siri ya mafanikio haya? Wengine wameshindwa hata kusafisha ofisi zao, lakini wewe umegeuza choo kuwa mfano wa heshima." Sifa alitabasamu kwa aibu, kisha akasema, "Mheshimiwa, mimi huamini kila kazi ni ibada. Nikisafisha, nafanya kama vile nafagia moyo wangu. Si lazima mtu awe mkubwa ili afanye makubwa, bali moyo wake ndio unaamua ukubwa wa kazi." Maneno hayo yalimgusa mkurugenzi hadi ndani ya moyo. Akataka kujua zaidi, akauliza, "Ulisomea nini kabla ya kuajiriwa hapa?" Sifa akajibu taratibu, "Nilisoma uhasibu chuoni, lakini sikuweza kupata kazi mara moja. Nilipopewa nafasi hii, nilijua ni mwanzo wa kujifunza zaidi kuhusu maisha." Mkurugenzi alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya tafakari, "Umejifunza jambo ambalo hata wasomi wengi hawana: unyenyekevu na moyo wa kujituma." Kutoka siku hiyo, alihisi kuna kitu maalum ndani ya Sifa, kitu ambacho kilipaswa kung'aa zaidi ya sakafu alizokuwa akizisafisha. Wakati mkurugenzi akiendelea kuvutiwa na nidhamu na unyenyekevu wa Sifa, ripoti nyingine zilianza kumfikia mezani kwake. Safari hii zikihusu Neema, meneja wa tawi hilo. Ripoti hizo hazikuwa na maneno mazuri, malalamiko ya wafanyakazi kuhusu lugha chafu, upendeleo kazini na ubabe uliopitiliza. Wengine walidai hata waliachishwa kazi kwa sababu tu walishindwa kumuinamia meneja huyo kijana. Mkurugenzi alisoma malalamiko hayo kwa makini, macho yake yakibadilika kutoka utulivu kwenda mashaka. "Inawezekana kweli huyu ndiye meneja yule niliyesikia akitajwa kwa Sifa miezi michache iliyopita?" aliuliza kwa mshangao mdogo. Akaamua kuchunguza mwenyewe. Siku iliyofuata, alifika ofisini bila taarifa. Neema hakuwa akijua kuwa mkurugenzi alikuwa tayari ndani ya jengo. Aliingia taratibu kwenye eneo la wafanyakazi na kuwasikiliza wakiongea. "Kama unataka ruhusa, nenda uombe kwa Mungu wako, sio kwake," mmoja alisikika akimnukuu Neema kwa sauti ya majonzi. Wengine wakaongeza, "Hata wateja wanalia, anajiona yeye ndiye kila kitu." Baada ya muda mfupi, mkurugenzi alimuita Neema ofisini kwake. "Neema," alianza kwa sauti tulivu lakini ya mamlaka, "nimepata taarifa nyingi kuhusu mwenendo wako kazini. Nimekuja mwenyewe kujionea, na bahati mbaya, mengi niliyoyasikia yameonekana kuwa kweli." Neema alijaribu kujitetea, "Mheshimiwa, hawa wafanyakazi hawapendi nidhamu. Nimekuwa nikihakikisha kazi inafanyika kwa ukali ili tusibaki nyuma." Lakini mkurugenzi alimtazama kwa makini, akasema, "Ukali sio kiburi. Nidhamu sio udhalilishaji. Kiongozi bora anajenga, hakandamizi." Maneno hayo yalimchoma Neema kama moto wa aibu. Alishusha macho, akihisi dunia inamzidi uzito. Baada ya kikao kifupi cha bodi, mkurugenzi alitangaza rasmi, kwa kosa la utovu wa nidhamu, matumizi mabaya ya madaraka na kushusha hadhi ya kampuni BL yote, Neema atasimamishwa kazi ya umeneja mara moja. Habari hiyo ilisambaa ofisini kama radi. Wafanyakazi wakabaki kimya, wengine wakiwa hawajui cha kusema. Lakini Sifa, aliyekuwa akipita kwa heshima zake za kawaida, alinyanyua macho yake taratibu, macho yake yakikutana na ya rafiki yake wa zamani. Hakusema neno, lakini macho yake yalijaa huruma, si shangwe. Siku hiyo, hali ya ofisi ilibadilika kuwa ya kutatanisha na kushangaza kwa kila mtu. Habari za kusimamishwa kwa Neema hazikuwahi kufika kama barua pekee, bali ilikuwa sehemu ya mchakato wa mabadiliko makubwa. Mkurugenzi mkuu aliamua kuwaita wafanyakazi wote kwa mkutano wa dharura katika ukumbi wa mikutano wa tawi. Wafanyakazi walikusanyika haraka, kila mmoja akiwa na hisia mchanganyiko ya mshangao na hamu ya kujua kinachotokea. Sifa alifika akiwa bado amevaa sare yake ya usafi, mikono yake ikiwa safi na uso wake ukiwa na utulivu wa asili. Hakujua nini kimetayarishwa, lakini moyo wake ulijaa tumaini na woga kidogo. Mkurugenzi alisimama mbele yao wote, sauti yake ikijaa mamlaka na heshima. "Wafanyakazi wenzangu," alianza, "tumeona mambo kadhaa yanayohitaji marekebisho.
Tukiendelea na njia ya awali, kampuni yetu inaweza kupoteza heshima na nidhamu. Kila mtu alisikiza kwa makini. Kisha mkurugenzi akatabasamu na kusema kwa sauti yenye furaha na heshima, kuanzia leo nafasi ya meneja wa tawi hili itashikiliwa na Bi Sifa, mtu ambaye ameshajituma bila malalamiko, anaonyesha heshima kwa kila mtu na ndiye mfano bora wa uwajibikaji wa kweli. Wafanyakazi walipiga makofi wakiimba hongera, hongera, huku wengine wakicheka kwa furaha. Hali hiyo ilijaa shangwe isiyo na kifani. Wengine walilia kwa furaha, wengine wakitabasamu kwa hisia za kuridhika. Lakini kinyume na wengine, Neema alikaa pembeni, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa aibu, hasira ndogo na majuto yasiyoelezeka. Macho yake hayakutaka kuinuka, akihisi jinsi dunia ilivyobadilika kwa haraka. Sauti za makofi na shangwe zilisikika, lakini kwake ilikuwa sauti ya ukweli aliyokuwa hajataka kuikubali. Sifa alishuka kwenye meza yake mpya ya kazi, akitabasamu kimya, moyo wake ukiwa na shukrani ya kweli. Hakufurahia kwa kiburi, bali kwa heshima na uaminifu. Alijua kuwa safari yake ya kudumisha heshima, unyenyekevu na bidii ilifikia kilele chake, bila kudharau au kupotosha mtu mwingine. Wafanyakazi walimzunguka, kumpongeza na kumuuliza, unaonaje kuwa meneja sasa? Sifa alitabasamu kwa utulivu, akijibu, cheo si kikomo, bali ni nafasi ya kuonyesha moyo wa kweli na kuwahudumia wengine. Huo ulikuwa mwanzo wa sura mpya ndani ya kampuni, sura ya heshima, nidhamu na funzo la dhahabu. Utu na bidii hubariki zaidi kuliko cheo au suti. Baada ya mkutano mkubwa, ofisi ilikuwa bado imetulia kidogo, lakini hisia za kila mfanyakazi zilikuwa zenye shauku na kushangaza. Sifa alikaa kwenye kiti chake kipya cha meneja, akisoma ripoti ndogo za utendaji wa tawi, wakati macho yake yalipoangukia kwenye Neema, rafiki yake wa zamani wa chuo. Neema alikwenda karibu naye, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya majuto. Akajisalimisha kwa unyenyekevu, sauti yake ikitetemeka kidogo. Samahani, Sifa, nilikudharau kwa sababu ya kazi ndogo, lakini sasa naona kuwa kila hatua ya maisha ni somo. Mungu alikuwa ananiandalia somo langu, na mimi nimeshindwa kuelewa kwa wakati. Sifa alitabasamu, akainua mkono kumkumbatia rafiki yake. Akasema kwa upole, sauti yake ikiwa tulivu, Neema, cheo hakikufanya bora kuliko wengine. Uwepo wa moyo safi, bidii na unyenyekevu ndizo silaha za kweli za mafanikio. Kazi yoyote, hata ndogo, ni heshima ikiwa unaiweka kwa moyo. Neema alikumbatia kwa nguvu, akijua kuwa haikuwa rahisi kufundishwa funzo hili. Alijua sasa kuwa cheo, madaraka na suti za bei ghali hazina maana kama heshima na utu vinapokosekana. Sifa alitabasamu tena, akitazama wafanyakazi wenzake waliokuwa wanang'ara kwa furaha, wakiwa wameona ukweli wa somo hili la maisha. Hapo ndipo kila mtu alijua kuwa hadithi hii ya rafiki wa chuo haikuwa tu juu ya kazi, bali juu ya moyo wa binadamu, unyenyekevu na jinsi Mungu hutuinulia kwa wakati wake sahihi. Neema alijua kwa sasa kuwa heshima haiwezi kununuliwa, wala haifutiki kwa cheo. Hakuna mtu aliye chini ambaye hawezi kung'ara ikiwa anafanya kazi kwa bidii na moyo safi. Na hivyo hadithi ilimalizika, ikiacha ujumbe thabiti. Usimdharau aliyeko chini leo, maana Mungu huinua wanyenyekevu kwa wakati wake. Wafanyakazi wote walifurahia somo hili la maisha. Sifa alionyesha kuwa mtu yeyote, bila kujali cheo au kazi ndogo, anaweza kuwa mfano wa heshima na mafanikio ya kweli. Na Neema alijifunza kuwa kiburi kinaanguka, unyenyekevu hutuinua, funzo ambalo halitasahaulika milele.